huyu mwanamke katika safari yake ya kwanza kutoka nje ya mji anashangaa kuona jina fulani kwenye duka fulani kubwa sana. Sasa lile jina lile kampuni limefanana na jina la mwisho la huyu mfanyakazi wake ambaye ni msaidizi wake, ambaye wameshirikiana katika kazi kwa muda wa miaka mitatu bila kugundua hili swala. Hakuwahi kufikiria kwamba huyu jamaa kumbe ametoka katika familia ya kitajiri sana. Sasa bwana, story inaanza hivi. Huyu mwanamke anaitwa Ella. Huyu ni mwanamke ambaye kwenye kampuni yao ni mwanamke ambaye mwenye ushawishi mkubwa na mwenye nguvu kubwa sana katika kampuni. Na huyu mwamba mwingine anaitwa Nicky. Huyu Nicky bwana ni mtu ambaye kwenye kampuni ni mtu wa chini. Hiyo ni mtu mwenye nafasi ya kawaida sana kwenye kampuni. Lakini cha ajabu ni mshikaji ambaye alikuwa anajituma sana kwenye kazi. Na muda mwingine analazimika kwenda hata ghorofa 10 kwenda kumtafutia Ella kahawa, kwani Ella alikuwa anapenda kahawa fulani, na huwa kama akikosea kuleta hiyo kahawa huwa anaongezewa majukumu ya kazi. Na hiyo ni adhabu kutoka kwa Ella ambaye ni bosi wake. Sasa kuna mwamba mwingine ambaye ni kama assistant director mwingine, akawa anajaribu kumshauri Ella kwamba kila mfanyakazi anayemuona basi ajaribu kumheshimu na kumchukulia poa, kwa sababu kila mmoja hapa ana majukumu yake ya kazi. Kwa hiyo sio vizuri kujiona kwamba yeye ni bora kwa sababu acha alichokuwa nacho. Sasa yale maneno bwana alimuuchi sana Ella, na hiyo ni kwa sababu mwamba alimwambia ukweli, na siku zote ukweli si unauma bwana. Baada hapo unajua nini kilichotokea? Ella alikasirika sana. Sasa Ella ni mtu wa sifa bwana, basi pale akaanza kuongea shiti ambazo hazikuwa nzuri. Akamwambia kwamba mchizi, kwamba una dakika 5 za kukusanya kile ulichokuwa nacho na uondoke, na kwanza ile kazi huna, na sikufukuze eti kwa sababu wewe sio mchapakazi bora, bali huna heshima, alafu unaongea upuzi mbele za watu. Wewe kama nani mpaka unaongeleshe hivyo? Hii kampuni sio yako wala sio baba yako. Basi baada hapo bwana akaondoka. Ujue Ella bwana ni mwanamke ambaye shupavu na mwanamke ambaye mwenye misimamo sana. Sasa Nicky kuna vile akawa amekausha moyoni, ukiona mwenzio ananyolewa nywele basi za kwako tia maji. Sasa Ella akawa ameenda kwa bosi wake wa ngazi za juu, kuna issue fulani ya kibiashara akamwambia. Ila sasa kwa kipindi hichi Ella akawa amefanya makosa fulani kwa sababu alikuwa busy sana na kazi, akajikuta kwamba amesahau kurenew visa yake. Hii ikawa ni kosa kubwa sana kwa sababu kuna mchongo fulani ameupata na anatakiwa safiri. Sasa Ella akiwa anatafakari nini cha kufanya, ghafla Nicky akaingia. Sasa alipoingia Nicky bwana akamwangalia pale wazo likamjia, akamfuata Nicky huku akiongea, bosi samahani, nilikuwa nimesahau kutambulisha kwamba mimi na Nicky muda si mrefu tunafunga ndoa, kwani ni wapenzi toka kitambo sana. Nicky akashangaa imekuaje? Mbona sielewi hapa? Lakini kabidi azuge tu maana haina jinsi, bosi ndo kaongea hivyo. Bosi akashangaa, kumbe mbona sijawahi kulitambua hilo jambo? Basi itakuwa ni jambo zuri kwa sababu hii itakusaidia kupata green card. Ella alikuwa mjanja sana. Basi baada hapo bwana akaondoka bwana. Sasa Nicky hili jambo ikawa hajalipenda na pia hajalielewa. Ikabidi amfuate Ella na kumwambia, wewe usitaki kunichanganya, mimi sitaki kukuoa wewe, sina mpango kukuoa kabisa, kwanza mimi sikupendi. Ella akamwambia, hapana, mimi najua unipendi na huwezi kunioa, lakini sasa usipofanya hivi ina maana ile mipango yako uliyopanga yote itashindikana, kwa sababu mimi najua wewe una mipango mingi sana. Wewe ni mwandishi mzuri sana magazeti na mwandishi mzuri wa story. Kwa hiyo unataka wewe kufanikiwa, basi bidi unisikilize, sababu hata mimi sina mpango kuwa na mume, ila nina jambo langu fulani. Kwa hiyo ili lifanikiwe ni lazima wewe unioe, na likishafanikiwa basi tutapeana talaka na kila mtu atajua mambo yake. Basi mwamba akawa hana ujanja kwa sababu kuna mambo mengi amefanya yeye na Ella na ni mambo ya muda mrefu, kwa hiyo kuna lengo fulani analo kupitia haya mambo. Sasa akaona akizingua huenda akapoteza kila kitu. Basi baada hapo bwana wakawa wamefanikiwa kupata cheti cha ndoa kile, ila sasa ikawa ni sintofahamu kwa sababu imeonekana ndoa yao ni haraka sana. Sasa yule mtumishi wa umma akawa anapa maagizo fulani, kwa sababu kama itatokea kwamba kuna namna fulani amefanya fix, basi itawafanya wapate adhabu kubwa sana na kiasi kikubwa cha pesa kitatozwa kutoka kwao, kwa sababu hii itakuwa ni kosa la jinai. Lakini Ella ilimradi mpango wake uende, yeye hakujali chochote, akaona ni sawa tu. Basi baada ya kukamilisha usaili wao pale ya immigration, ila yule mwamba bado akawa anasitizia kwamba kama kutatokea namna yote ambayo sio sawa, basi mtashtakiwa na wote mtaenda jela kwa pamoja, kwani mtakuwa mmekiuka sheria za nchi. Basi jambo likawa limeisha hivyo. Sasa Ella baada ya kuona pale jambo lake limefanikiwa, akamwahidi Nicky kwamba atamfanyia promotion ya vitabu vyake ambavyo ameviandika, na hii itamsaidia yeye kuwa na jina na kuwa mtu mkubwa. Ila Ella ni mwanamke wa ajabu sana, kwa sababu hajui kwamba huyu mwamba familia yake sio watu wa kawaida, kwani ni matajiri sana, lakini mshikaji sio mtu wa kujionyesha, anajichukulia ni mtu wa kawaida sana. Sasa Ella bwana, ili kisheria na kiusalama wa green card yake, ikabidi amlazimishe mwamba aende akajue familia yake, kwa sababu huyu mwamba ni mfanyakazi mwenzo katika kampuni moja, lakini hajawahi kufahamu ni wapi huyu mwamba ametokea.
Basi Ella akawa anawaza ni jinsi gani atakutana na familia ya Nick ambayo huenda itakuwa ni familia maskini sana. Baada hapo alipofika, Ella akashangaa kwamba bwana, mchizi amefuata na familia nzima. Ella ilikuwa ni mara ya kwanza kufika katika huu mji, akashangaa kuona jina fulani kubwa kwenye jumba fulani hivi la biashara. Sasa ile jina linafanana na jina la mwisho la Nick. Basi baada hapo binti akamgusa bega na kumwambia, ina maana wewe siku zote hii familia yako kumbe ndivyo ilivyo hivi na hujawahi kuniambia chochote? We jamani, msiri sana. Kiukweli binti alivutiwa sana na mazingira ya nyumbani kwa huyo mshikaji, kwa sababu ni watu fulani ambao wenye upendo, ni watu wenye umoja, alafu ni watu wanaoishi kwa pamoja kama community fulani hivi. Kiukweli hii ni familia ambayo imeendelea sana. Kiukweli binti akashangaa anaanza kumpenda mshikaji kwa siri, lakini hii ikawa ni siri yake, ila mwamba akawa na kaza kwa sababu hapa yupo kikazi zaidi. Binti akawa anajaribu kumshobokea mchizi ili mradi wawe na ukaribu fulani, lakini mwamba akawa yuko busy na familia. Sasa bwana, familia baada ya pale bwana, mchizi akaenda kumtambulisha binti kwa baba yake. Basi Ella anakutana na baba yake Nick kwa mara ya kwanza. Basi mzee alifurahi baada ya kumuona kijana wake amekuwa na amepata mchumba. Ilikuwa ni furaha iliyoje. Basi baada hapo Nick akaongea kwa watu wote kwamba tukitoka hapa tunaenda kuoana, kwa hiyo jamani tusherekeeni, hii ni siku njema kwetu. Bibi si akaropokwa bwana, inabidi mkisi hadharani. Basi wakafanya hivyo, japokuwa Nick alikuwa hajapendezwa na hili swala, na hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza Ella kukisi na mwanaume. Hii kitu ilimfanya ajisikie tofauti na vile alivyofikiria, ila ikawa hakuna namna nyingine. Baada hapo, hichi ndio chumba ambacho Ella na Nick watakuwa pamoja wanakaa, na hii bwana ilimfanya Ella sijisikie vizuri, kwa sababu hii ni mara ya kwanza kulala na mwanaume kwenye chumba kimoja, na ukizingatia watu hawana mahusiano, kwa hiyo hii ilimfanya Ella asipate usingizi kabisa. Sasa asubuhi kulipokucha ile siku ya pili, Ella alivyoamka, cha kwanza akawa anatafuta simu yake, akawa anaongea na mtu fulani kwenye simu kuhusu masuala ya kikazi. Sasa wakati anatoka nje, kukatokea kiumbo fulani cha gharama sana kikaa kinamfuata Ella alipo. Sasa kile kiumbo bwana, ghafla akatokea Igo akapita nacho bwana. Bwana yule binti kuna vile bwana ikabidi amtetee yule mbwa kumfukuza yule Igo. Mungu sio Asumani, kweli akafanikiwa kumtetea yule mbwa bwana. Sasa wakati anakimbia yule Igo akarudi tena kwa kasi, akajikuta anapoteza simu yake gharama sana. Jamani wewe mwana unaromba, hebu rudishie simu yangu jamani naondoka na simu yangu, wewe rudisha simu yangu. Sasa kile nikawa kituko kwa wale wanafamilia kumuona jinsi Ella anavyocheza na kale kaumbwa. Bwana Ella alihuzunika sana kwa sababu amepoteza simu yake na ina mambo mengi sana ya muhimu. Basi mamba akamwambia, usijali, kesho familia yangu itakupeleka town kwenda kuchagua simu nyingine. Kwa vile familia ile muda ule ilikuwa inawaangalia, ikabidi Nick azuge kwa kumkumbatia Ella, na hii ni kama kumpa pole fulani. Sasa baadaye bwana, baba yake Nick akamfuata Nick na kumwambia kwamba samahani kwa nilichofanya jana, naona kama nilikukosea. Na kiukweli mzee, kuna kitu jana alikiongea jana kuhusu Nick na mpenzi wake kilikuwa sio kitu kizuri, na pia mzee akamwomba kuwa Nick inabidi kwa sasa hivi afanye shughuli za nyumbani, kwa sababu anatakiwa asimamie shughuli na mali zote za kampuni. Na kiukweli Nick anaonekana ni kijana fulani ambaye sio mtu wa kupenda sana mali na sio mtu wa kupenda sana vitu vya nyumbani. Yaani huyu mwamba alikuwa sio mtu wa tamaa kabisa, na hii kitu ilikuwa inamshangaza sana babake. Huyu jamaa bwana anatamani aje afanye kitu chake special, hakutamani kabisa zile mali za urithi. Ila njoo Bongo sasa, wewe jichanganye uone, utarogo wewe mpaka ujute. Sasa bwana, ilipofika usiku bwana, wawili hawa wakakutana tena, ila sasa kwa safari hii Ella akawa anajikuta kwamba kuna hisia fulani zinamkamata ambazo zinazidi kumchanganya, kwani katika maisha yake bwana alikuwa ni mtu fulani ambaye ni mtu wa majivuno sana, lakini tangu amekuja kwenye familia amejikuta tofauti sana. Akaongea kwamba jinsi gani alivyokuwa anajisikia, jinsi mshikaji alivyokuwa anamkea, na ile kisi ya mwanzo aliompa kiukweli imemvuruga sana, na alivyokuwa anamuhaga amejikuta tofauti sana. Na hii ndio maana ya halisi ya mapenzi hayajaribiwi bwana. Kiukweli Ella huu ndio kama mwanzo wake kubadilika, na mchizi akaa amefurahi kuona kwamba huyu mwanamke amebadilika, na kwa namna hii huenda watu hawa wakaanzisha ukurasa mpya. Picha inatufundisha kwamba maisha ni mzunguko, na hiyo ndio sheria ya ulimwengu. Jifunze kuheshimu watu, usimdharau yoyote ule. Asante kwa kuangalia.